Ndiyo bwana mtangazaji, mapambano yaliendelea hii siku ya tatu ya tarehe 9 Aprili mwaka wa 2025 kwenye vijiji kadhaa vya usultani wa Basimukuma Sud, tukiwa kwenye sekta ya Mtambala, tarafa la Fizi. Mapambano hayo yalianza kwenye maeneo ya Muliza, na tukumbushe ya kwamba kwa sasa hali inaanza kuwa shwari kwenye maeneo ya Rugezi. Waasi wa M23 wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara na FNL waliweza kuwasili kwenye vijiji vya Rugezi. Hapo ni baada ya kuunguza karibuni vijiji 12 ndivyo vimeunguzwa na adui. Vijiji hivyo ni pamoja na Bikarakara, Nyangebiuma, Rugezi, Bialere, Bishiko na Murombwa, Mangojeo, Kahira, Badizi, Kalege na Bashane. Na zaidi ya nyumba 1500 zimeunguzwa na mbuzi 1200 na ngombe 455 zimepelekwa na waasi hao wa M23. Wanawake 50 wamebakwa na wamoja wao kwa sasa wanapatikana katika hali mbaya, kwani bado hawajapata madawa ili kuweza kujikinga na maambukizi ya magonjwa yanayoambukia kupitia viungo vya uzazi. Na raia 1200 waliweza kuuliwa, na pia watoto 105 ambao walishindwa kukimbia na wazazi wao nao pia waliweza kuunguziwa ndani ya manyumba na wakafariki. Raia hao 1200 ambao waliweza kuuliwa, wamoja wao walikufa kwa kuchinjwa na wengine waliweza kupigwa risasi wakati walitamani kuja kuchukua mifugo yao ambayo ilikuwa tayari imechukuliwa na adui. Bwana mtangazaji, tukumbushe tu ya kwamba waasi hao wa M23 wanashirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara pamoja na FNL. Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngomazito ambaye anaongoza operation kwenye maeneo hayo kwa sasa anatuhakikishia ya kwamba waasi tayari wamekwisha kuongolewa na wanaanza rudia kwenye maeneo zao za hapo awali, tukitaja Minembwe, na kwa sasa raia wamoja wanaanza rejea kwenye makazi yao hapo kwenye maeneo ya Rugezi. Bwana mtangazaji, ndiyo wito wangu kwa serikali ya Kongo. Serikali ya Kongo inapashwa kufahamu ya kwamba Rugezi ikikamatwa na waasi watafika na shuka hadi Mukera, na Mukera ikikamatwa Fizi Centre haina masaa hayakamatwa, Baraka haina masaa hayakamatwa. Ndio maana tunaomba kwa serikali kuweza kuchukulia kabisa maanani vita vilivyo kule juu. Haiko vile vita ya zamani ambayo tulikuwa napigana na makanika, hapana. Huyu sasa anakuwa tunaanza pigana njoo na serikali ya Rwanda. Serikali ya Rwanda ndio tunaanza pigana nayo, na wana malengo ya kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana serikali ya Kongo inapaswa kuwa makini, waangalie namna gani watalinda vizuri mipaka ya nchi na pia kulinda mali ya raia.